Unapokuwa mwenyeji wa maonyesho kama haya, basi unapata fursa ya kutangaza utalii wetu, kuwakaribisha wageni na kuwapa huduma mbalimbali ambazo tunazo katika nchi yetu. Sisi sote tulioko hapa ni mashahidi kuwa onyesho hili la Karibu Kili Fair limeendelea kukua na kuwa la kimataifa na kuvutia idadi kubwa ya washiriki kutoka kona zote za dunia. Maana nimejulishwa hapa kuwa tangu kuanzishwa kwake hili onyesho ni la 8, ongezeko la watu limeendelea kuwepo, na leo mmeambiwa hapa zaidi ya waoneshaji 500 wako kwenye viwanja hivi. Na kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kweli tumetembelea mabanda, hatukuyamaliza kwa sababu tu ya muda. Hii ni kwa sababu maonyesho haya yameendelea kukua na kukua. Washiriki nimejulishwa kuwa hili ni jukwaa ambalo hukutanisha wadau wa utalii, kujadili fursa za kibiashara, kubadilishana uzoefu katika biashara ya utalii na masoko, ikiwemo kuhamasisha uwekezaji kwenye sekta hii muhimu ya utalii ambayo ni ya kiuchumi. Nimejulishwa pia kuwa mwaka huu pekee mmekuwa na zaidi ya waonyeshaji wengi kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Zaidi ya nchi 10 duniani zimeshiriki, wanunuzi wa kimataifa 1000 kutoka zaidi ya mataifa 40, pamoja na maelfu ya wadau na wataalamu wa sekta ya utalii. Hii ni dhahiri kuwa dunia inaiangalia Tanzania na Afrika Mashariki kuwa kitovu cha utalii, na fursa hii tuitumie kutangaza fursa tulizonazo. Washiriki, sekta ya utalii imeendelea kuwa na mchango mkubwa katika kuhifadhi mali asili na malikale, ustawi wa jamii na ukuaji wa uchumi kwenye nchi yetu. Takwimu zinaonyesha kuwa sekta ya utalii inachangia 17.2% ya pato la taifa, yani GDP, na 25% ya mauzo yote ya nje ya nchi, na kwa hiyo sekta hii ni muhimu katika kutuletea fedha za kigeni kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu. Aidha, utalii ni biashara na huduma ambayo hufungua fursa nyingine za kiuchumi na za kijamii. Utalii huitangaza nchi yetu na utamaduni na ukarimu wa Watanzania kwa mataifa yaliyo mbali nasi. Hivyo ni wasihi wananchi wote wenzangu mlioko hapa, tuendelee kuwakarimu vizuri wageni na kuwafundisha tamaduni zetu. Pale anapotokea mgeni hajaridhika na huduma zetu, tujitahidi kuboresha huduma zetu ili mgeni huyo aendelee kuwa balozi wetu kwenye mataifa mengine. Kwa ajili ya manyumba, kama una shida ya umeme, backup ndogo, ni very mobile, portable, tunasaidia pia kwenye camps. Tunazo kuanzia watts 300 hadi kilowatts 10 ambayo unabeba. Kwa mfano hii unaweza kuibeba moja kwa moja. Hapa inakuwa na kila kitu chake. Inakuwa na display yake. Panel hapa, hii foldable panel, unaweza kuibeba, ni mobile pia. Unaifold inakuwa ni kitu kimoja. Kwa mfano hii ni toroli. Hii inaweza ikalisha nyumba nzima. Na pia tumekuja na mfumo mpya sasa program inaitwa Lipa Pole Pole. Tumeingia mkataba na CRDB. Mtu mwenye nyumba, ofisi, anakuja na chukua system, analipa 30%, analipa kidogo kila mwezi mpaka anamaliza. Kwa hiyo inakuwa ni trolley, unapawa nyumba nzima. Ni 3 kilowatts. 3 kilowatts, kilowatt 3. Na inaleta 3 kilowatts hour pia. Ndio, kwa kama unatumia pale mchana unatumia umeme wa pale. Kama jua ni nzuri of course. Na huku kuna chaji gani? Betri yake ni 3 kilowatts hour. Kwa hiyo unaweza kutumia watts 300 kwa masaa 10 au kilowatts 3 kwa saa moja. Kwa kawaida nyumba usiku unatumia watts 100 mpaka 100. Tumeanza kufanya na tumefanya kazi nyingi na kampuni na engineer kwa Oikos, tunafanya nao sana. Ndio tunafanya. Yes. Kwa jina ni Dominic Shaw, ni mkurugenzi wa Kili Fair Promotion Company Limited. Waandaji wa hili tukio mnaliona leo, Karibu Kili Fair. Tumelizindua rasmi siku ya leo tarehe 6, na tutakuwa hapa viwanja vya magereza leo tarehe 6, 7 na 8. Kama mnavyojionea, tumekuwa na wingi wa watu katika viwanja hivi, na hii ni mwanzo tu. Na tunatarajia kuwa na watu wasiopungua mpaka 20,000 kwa mwaka huu. Na kwa siku hizi 3 huku ndani unaweza kupata vitu vingi sana. Unaweza kupata mafunzo ya aina mbalimbali. Unaweza kaja hapa viwanjani ukatengeneza holiday kabambe kabisa, ama ukaja ukanunua camp ya kwako hapa viwanjani. Na vile vile kuna sehemu za watoto za kucheza,
elimu ni kubwa kuliko unavyotarajia, lakini kubwa zaidi ni sehemu ya mtoko. Utafika kwenye vibanda vya kula, mheshimiwa, kuna watu wengi sana kula ambao wanapata burudani ya mziki na vyakula, na watoto wanapata burudani mbalimbali. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna kiingilio cha shilingi 10,000 au 5,000 ni kidogo sana kwa elimu unakuja kupata huku ndani. Na rai yangu kubwa ni kwamba onyesho hili sio la wanautalii tu, ni la kila mmoja. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza hapa viwanja hivi vya magereza. Kwa hiyo niwakaribishe wote, tutakuwepo leo, kesho, Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo karibuni.